Bwana, ndugu zangu wapenzi wa watazamaji wa Babu Salama Online TV, tumesikia ziara hii maridadi kabisa ambako mmoja katika viongozi wetu wa wilaya na hasa polisi jamii wilaya amezungumza hapa, ndugu yangu, na hasa kusisitiza kwamba tubadilike kama mujibu wa Mwenyezi Mungu alivyozungumza ndani ya Qur'ani, alivyotoa aya hii kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kubadilisha mpaka watu wenyewe wabadilike kwanza. Na ili tuweze kupata manufaa, maana yake ni kubadilika. Ili uweze kuwa na matunda, uweze kuvuna ile kwa bora, ni wewe kubadilika na kuzalisha kilichokuwa kibora zaidi. Niko na rafiki yangu hapa Al-Habib, kwa wakati mwingine tumekutana tena hapa, na hasa tukiwa na wazee wetu hapa. Ziara hii maridadi, hasa lengo lako na hasa kuiendea jamii unaizungumziaje? Nashukuru sana Ustadhi Ramadhani. Ziara hii tumealikwa kwenye msikiti wa Masawi ambao uko ndani ya Kondoa, na sisi kama polisi tunawajibika kuhakikisha tunafika katika maeneo haya kuongea na wananchi. Kwa hiyo tumeshiriki katika ibada ya Ijumaa na kuongea na wananchi. Tumeongea nao kuhakikisha kwamba wao wanatusogelea na sisi tuko karibu nao tayari kwa ajili ya kuhakikisha tunahudumia. Lakini tukawa tunawakumbusha mambo mbalimbali hasa ndani ya kitengo cha polisi jamii. Polisi jamii tukawaelekeza kwa polisi jamii ni nini, lakini wajibu wao katika kutoa ulinzi katika maeneo yao, kwa sababu sisi polisi hatuko kila sehemu. Badala yake wao wenyewe wananchi wajisikie kwamba kulinda usalama na amani katika maeneo yao ni jukumu lao pia, tukishirikiana sisi pale ambapo wanakuwa wameshindwa. Kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na ulinzi jirani. Pale wanapokuwa hapo, aliyeko jirani angalie nyumba watoto wanafanya nini, watu gani wanaokuja pale wanakuja kufanya nini, au sio? Lakini pia tukasitiza tena swala la familia yangu haina uhalifu, kwa maana kwamba kukataa uhalifu kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo tunashukuru sana msikiti, uongozi wa msikiti Shendoro pamoja na viongozi wake wote, lakini na wananchi kwa kutupokea kuja kutusikiliza. Lakini tukawaelekeza wananchi, tukawakumbusha kwamba kutusikiliza haitoshi, ila kuyachukua yale ambayo tumewaambia na kuyafanyia kazi ili yatokee mabadiliko. Hayo ndio itakuwa ndio mafanikio tutakayokuwa tumeafikia. Moja katika vitu ambavyo umezungumza na hasa kwamba nyinyi kuwa karibu na jamii, kuna vitu ambavyo umezungumza hasa nikiweze kumalizia, kuna watu ambao wanaogopa hata kutoa zile salamu, vitu ambavyo nyinyi mnahamasisha kwamba watu wawe na amani, wasiogope polisi. Wengine wanaanza kusema nikisema bwana hili litajulikana tena mimi nitapata adha na watu wangu watanitenga huko kijijini kwangu. Wewe unalizungumzaje kama kiongozi? Ni sahihi kabisa, nashukuru kwa kunikumbusha hilo. Nimelizungumza kwa herufi kubwa niseme. Wananchi wanaogopa kutoa taarifa, kwa maana kwamba wakidhani kwamba wakitoa taarifa atajulikana kwamba fulani ndiye alitoa taarifa, na kishajulikana hivyo usalama wake ndani ya ile jamii anayoishi basi unakuwa ni mdogo. Lakini tukawahakikishia kwamba, na tuwahakikishie tena wananchi kwamba watupe taarifa za uhalifu na wahalifu, na wale watabaki kuwa wasiri wetu, na hatutamsema kwamba bwana fulani ndiye aliyekuja kusema. Hapana, tabaki kuwa wasiri wetu. Sisi tunafanyia kazi yale aliyotuambia, tuone kwamba yana ukweli kiasi gani na hayana ukweli kiasi gani, basi tuchukue hatua ili jamii yetu iweze kubaki salama. Lakini swala jingine ni ukaribu wao na sisi. Karibu wao na sisi wanapokuwa wanakumbwa na changamoto za wao wenyewe moja kwa moja, kuhakikisha kwamba wanatuambia kwamba wawe na imani na sisi, kwamba polisi nikimwambia hili swala atakuja kwa wakati na kuja kunisaidia. Vyombo tunavyo, askari tunao, na tukishapata tu taarifa basi watuambie. Lakini tukasitiza tena, tukatoa namba za simu, namba zangu za simu za usidi wa wilaya Kondoa, kutoa namba za simu ili wakiona taarifa yoyote ambayo naona kwamba ina viashiria vya uvunjifu wa amani watujulishe. Lakini sio Kondoa tu, inawezekana likawa na tukio sehemu nyingine ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba sehemu fulani kuna ndugu jamaa na rafiki ambaye anakumbwa na changamoto, lakini anahitaji huduma ya kipolisi, hajui nani yuko polisi pale, lakini sisi tunajua kwamba sehemu gani yuko polisi gani, ili aweze kumsaidia, basi watujulishe. Kwa hiyo siishie tu ndani ya Kondoa tu, lakini kama kuna changamoto sehemu nyingine watujulishe. Lakini tukawaambia tena swala la dhamana. Ana ndugu yake jamaa anajua kwamba yuko ndani anahitaji kupata dhamana. Dhamana ni takwa la kisheria, inategemea mtu anakosa gani, lakini asisite kuja kituoni, na anapokuja asije akaambiwa kwamba bwana ndio nikushike mkono fulani anataka shilingi 200,000 300,000 kwa ajili
ya kupata dhamana. Dhamana ni bure, watufikie, tuwasaidie ili wananchi waweze kufurahia matunda ya uhuru wao. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji Babu Salam Online TV, mambo ni mazuri sana, na hapa tukimsikia mwamba huyu ambaye anakuhakikishia usalama wa wilaya hii ya Kondoa iko maridadi sana. Sheikh, niweze kuhitimisha sasa kwa namna ambavyo nitakavyoweza kuliuliza swali. Katika upande wetu wa dini tunasema Kondoa iko shwari sana. Kutokana na vile ziara zinavyoenda, maana yake matukio ya amani yanazidi kutangazwa. Wewe binafsi katika upande wako wa jeshi la polisi, wilaya ya Kondoa ina hali gani mpaka sasa? Kwa kweli mpaka sasa hali ya Kondoa ni shwari. Shwari, usalama iko shwari. Wananchi wanaendelea na shughuli zao za kujiletea maendeleo, lakini na kupata vipato vilivyo halali. Lakini niseme tu kwamba niwashukuru wananchi kwa sababu wao ndio wanaotunza hii amani. Ametoka kuongea mwenzangu kwamba Mwenyezi Mungu hatabadilisha chochote mpaka ninyi wananchi au jamii ibadilike yenyewe kwanza. Kwa hiyo pamoja na changamoto zilizopo, lakini niwashukuru sana kwamba wananchi tuendelee kushikilia hapo hapo kwa ajili ya kuleta amani katika maeneo yetu. Bila amani mambo hayawezi kwenda, hata kwenda, tutakuwa na maendeleo, tutafanya shughuli zozote, watu watabaki tu kuwa na woga. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tunaendelea kuongeza ushirikiano na wananchi, kuwafikia kwa karibu, na ndo kama hii ziara tuliokuja kwa ajili ya kuja kuongea na wananchi na kuongezea ile hali ya kutuamini kwamba polisi wapo, na tukiwafikia kwa ajili ya matatizo tuliokuwa nayo basi watatatulia. Naam. Bwana, niweze kuhitimisha sasa baada ya kuwa tumepata mambo mazuri sana, hasa tukiwa katika ziara hii ndani ya wilaya ya Kondoa, na hapa tukiwa katika mji wa Masawi. Ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan Bilichuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa.